Radio Simba. Radio Simba. Radio Simba. Radio Simba. Radio Simba. Radio Simba. Hivyo msikilizaji, ndo tunaingia moja kwa moja katika awamu hii. Anatuingiza safi kabisa msikilizaji, moja kwa moja. Anaitwa Wafula Wanangami, kitu kinakwenda kwa jina Luma Sava. Yaani unajua tunakumbuka tulipoanzia msikilizaji, tunakwenda wapi, na pia inapendeza moja kwa moja ndani ya Radio Simba msikilizaji. Kumbuka nilikwisha kueleza kwamba ikifika mida saa 2 atakuwa ameshuka mgeni wetu kuweza kutupeleka taratibu, na amekwisha shuka moja kwa moja msikilizaji. Atakuwa anajitambulisha pia na anatuambia inakuwa namna gani, kwenda kwa jina nani, tokea pande gani, alafu tutakuwa tunaanza. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana. Mimi naitwa Dalton Kamala. Ni mkaaji wa Trans Nzoia hii, sehemu ya Kiminini. Ninafurahi kuwa pamoja nanyi. Asante. Radio Simba. Asante. Radio yetu. Karibu sana. Na tunapokuwa tunaanza tu, labda tuliweza kuwaeleza wasikilizaji wetu ya kwamba leo tutakuwa tunazungumzia, unajua mara nyingi tamaduni zetu, hasa tukianza moja kwa moja kabla tuingie labda ndani kabisa, unapata kwamba kama Waafrika kuna tamaduni ambazo sisi tulizoea ama tulikuwa tunazifanya, lakini sijui ni kwa sababu ya usasa mwingi ama nini kimetokea, unapata kwamba kuna baadhi ya zile tamaduni ambazo hatuzifanyi na zimepotoka. Labda wewe kwanza tu kama yule ambaye unafuatizia mambo haya na unaelewa mambo haya ya kitamaduni, labda ni kipi ambacho kimefanyika na inafaa tufanye namna gani, ili kwamba kurejelea tu pale ambapo huenda tulikuwa? Nitaanza kwa kusema hivi. Umeona hiyo kamuziki umeweka hapo, ile kanaleta vizuri. Sasa tamaduni ni kitu yenye huwa ina pass on from generation to generation. Lazima yule mtu ambaye anafanya huwa amejua na ameambiwa kutoka kwa mwenzake ambaye ni mkubwa wake aliyemtangulia. Sasa unaona, niseme kwa mfano hata hizi nyimbo
unajua kuna nyimbo ambazo tumeclassify mara mbili. Yes. Kuna nyimbo za entertainment. Ni burudani tu. Hata mtu ambaye haelewi hiyo lugha hata ataruka kabisa. Na kuna zingine za maelekezo na makumbusho na mafundisho ambazo sasa kama ni ya Kiluya ukiweka kwa mtu kama ambaye haelewi Kiluya hata sikiza. Lakini ukimwekea ile ingine ya burudani ataburudika. Hiyo tuende nayo. Si hata piga kama mpaka ashinde wewe. Kisa kabisa hata akushinde wewe. Sasa kuna zile za kupass messages. Hizo sasa ambazo unaweza kaa ukasikiza, na wakati mwingine zina misemo ambayo ni mikali, haieleweki. Lakini ukisoma kwa undani utapata kuwa zina maana fulani. Na hiyo ndio ikasaidia kuweka hizo tamaduni. Sasa kwa bahati mbaya kukakosa watu wa kuelezea wenzao. Unajua sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunalala na kuhu. Sasa kuhu alikuwa anawapigia story. Na hizo story zilikuwa na maana mbili. Maana ya kwanza ziwaambie vile mnatakana muishi. Na maana ya pili ziwatie uoga. Ulichukua za majitu. Wewe una habari kama nani? Sana kwa usiku. Sasa unajua mkishapigiwa story kama hizo, hii mambo ya wasichana kuruka na kutoka nje na wavulana analala akiwa na uoga. Bali lina niliemo ni ndala malaria hapi na baba ana. Kabisa. Sasa as much as inawafunza pia inawatia ile uoga. Sasa kama mmelala kama kwa mfano tuko nalala chini mmoja hivi. Sasa mnashikana kabisa. Kabisa Hakuna kutoka. Hata kwa sababu sasa hizo stories zenye mmepigiwa ni za majitu, ni za nyang'au, na ni imaginary. So utapata story kama hizo ndio zilikuwa zinafanya mtu anajua tamaduni inaenenda hivi. Kwa mfano mkipigiwa story mwambie yule mtu alienda akatukana wazee na kitu shida ikampata. Hiyo mtu anajifunza. Lakini sasa kwa sababu ya udijitali kuhua kaonekana kama wako behind kidogo. Wanasema tu tutawapeleka msalimie kwa wiki moja, hata iwezi isha. Siku moja huko mnarudi tena. Wanunulie sukari, alafu waone kuwa imetosha. Sasa hiyo maneno ikikosekana, tunarudi kwa hizi nyimbo sasa. Tukatafuta sasa nyimbo zenye ziko na mafunzo. Nyimbo zenye sasa watu wanaweza elewa kuwa kumbe hivi ndio vile inatakana tukae. So vile tu ni kwa kujibu swali lako ni kuwa tamaduni huwa inaenezwa kutoka kwa jamii mpaka jamii. Inaenezwa kutoka kwa jamii mpaka kwa jamii. Ukisoma katika Biblia utasikia kuna mahali ambapo Biblia inasema ambieni watoto wenu na watoto wenu wataambia watoto wao na kizazi kijacho na kijacho. Kuwa hivi ndio vile mambo inastahili kuwa. Kuna mmoja ameuliza hapa kwa sababu baada ya kuweka pale unajua tutasahau kwa sababu hatujui, na anauliza kwamba ni jamaa anaitwa nani? Na kwanza kuna huyu salamu inakuja hapa, acha nikupe kwa sababu imekuja. Anaitwa Kisembe, anasema kwamba msalimu sana Dalton. Nafikiri pia anafuatizia pale ambapo yupo, nimeona salamu zimekuja. Alafu kuna huyu anaitwa John, anasema kwamba msalimu sana bwana Dalton hapo studio kwa sababu ameiona ile posta, na anauliza kwamba labda ni hizi tamaduni ama mila ni nini, kwa sababu unajua wengi hawajui. Unajua unaposema tamaduni ama mila, sasa anashindwa ni nini, kwa sababu wengi wa watoto sasa hivi unapoambia tamaduni, unapoambia hizi ni mila labda zetu, hawajui ni nini. Labda ni nini kwa wale ambao hawajui? Kwanza nimepokea salamu za Kisembe. Kisembe ni rafiki wa karibu. Na yeye pia ni mtu wa kufuatilia na kujua kuwa mambo yanatakana yaende hivi. So nitasema kwa kifupi ni summarize kuwa tamaduni ni mitindo na mienendo na tabia. Na zinaanzia wapi? Zinaanzia mahali ambapo jamii fulani ilitoka na ilianzia. Ikafuatana na lugha. Wanaongea lugha ya aina gani? Heshima katika familia wanaheshimiana kivipi?
Yes, yes. Katika unapofika wakati wa tohara, wao hufanya namna gani? Inapofika wakati wa ndoa, wao hufanya vipi? Inapofika wakati wa vyakula vyao, ni vipi walikuwa wanakula? Tusichukue za wenyewe, alafu zetu zile zilikuwa za kutusaidia zikose kutusaidia. Na nyimbo venye nimekuambia, nyimbo na dances. Unakumbuka tukiwa shuleni kulikuwa na traditional dance ambayo sisi tulikuwa tuna dance hivi. Na kuna religion na beliefs. Sasa ikifika sasa kwa masuala ya kiroho, tunaamini nini na tunaamini vipi? Alafu kuna umoja wa kijamii. Sasa ndio tuna hizo tabia na mienendo na itikadi, ndipo zinafuatiliwa, kwa sababu inafika mahali zinakuwa diluted. Tukaenda tukachukua tabia ya watu wengine tukajiwekea. Tukaenda tukachukua mitindo ya watu wengine tukajiwekea. Kwa sababu kama sisi tulikuwa hata tukienda kucheza kawaida, hatuchezi kama hawa. Lakini sasa tunapowacha tunakuwa tumeacha. So tamaduni ni mitindo ambayo ilianzishwa na ikaonekana kuwa hii inafaa katika jamii, ambayo inatakana ichukuliwe from generation to generation. Na pia unapoangalia katika zile tamaduni ama katika ile mitindo, na unapata kwamba labda hapo nyuma katika wakati wa pale umeelezea kuhusu hadithi zile tulikuwa tunaziita ngano zile. Unajua ilikuwa ukipigiwa kabisa unafuata kwa sababu unapata ilikuwa na mafundisho. Na unapoangalia labda sasa hivi tu, kabla tutazamia tuweze kuona ile mitindo ya labda jamii ya Waluya sana kiasi, labda unapoangalia kwa sasa, ni wale kina nyanya wameisha ama labda ni nini kimeingia? Kwa sababu unapata kwamba siku hizi hata watoto hatupati zile semi kabisa, hazipo ama hauone tukikumbushwa. Nyanya wapo, isipokuwa kwa sababu ya wakati wa sasa utandawazi na mitandao ikafanya hadithi nyingi watu wakazitafuta huko. Na unajua ni hadithi zile ambazo ni za kupendeza tu masikio ama macho, lakini sio za ukweli. Zingine ziko fabricated na zingine zimewekwa science mingi na teknolojia mingi that you cannot relate with. Kwa mfano, sisi tulikuwa tunapigiwa hadithi kuwa kaka sungura akakutana na tembo, akamkosanisha na nyati. Wote ni watu wenye wako na nguvu kweli. Akaenda akapeleka fitina kwa huyu, akasema wewe, ule amesema anaweza kuvuruta wewe kamba, ama mimi naweza kukuvuruta kabisa. Sasa mimi nitajificha huku na wewe ufunge kamba huku, tuvurutane. Kumbe anaenda kufunga mwingine ambayo ina relate. Lakini saa hii kukakuja AI. Kukakuja AI ambayo vitu vinatengenezwa, imerahisisha maneno, inaleta mengine paka ndio inapata mimba, inaenda hospitali, inazalishwa tena. So unapata kuwa hiyo haitakuwa ya somo ama funzo kwa mtoto. Sasa mashosho na babu wako kidogo, lakini unaona kuwa hizo hadithi hao sasa zikafika mahali kwa hazina uzito. Mtoto afadhali akae kwa TikTok yake, aangalie zile vitu za kuchekesha kidogo, lakini akatoka hapo bila kuwa na maadili. Akatoka hapo bila kujua kuwa tunaheshimu watu ambao wametuzidi umri. Eho bonangaliro mundu atanyalaka kuochola za musaho. Balevo bakubolanga bali umwami so mufochola. Omuntu yesu uli leadership na habo mwilwache ka haba nalo unamheshimu na hiyo cheo yake. Huwezi simama na kuanza kumuingilia tu kwa watu. Kama uheshimu cheo yake, heshimu basi umri wake. Kama uheshimu umri wake, basi heshimu wale watu wenye anaongoza. Kama uheshimu wale watu anaongoza, basi heshimu watoto wake, kwa sababu labda ako na watoto ambao wako karibu na wewe. Sasa wakipata wanatoshana na wewe, na wewe ndio
kejeli baba yao. Si unaona inaharibu jamii na inaharibu maadili. Yes. Na labda ukirudi hivi sasa katika jamii unapoangalia haswa sana katika jamii mingi sana tuseme ya Western, unapoangalia ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vinafanyika lakini unapata kwamba sasa hivi vinapunguka, labda inahitajika kuendeleza vitu hivi, kwa sababu unapoangalia sasa kama mwaka huu ni mwaka wa tohara vile ambavyo labda wengi wanachukulia, na unaona kwamba kulikuwa na maelekezo ambayo yalikuwa yanapeanwa. Unaona baada ya tohara unaambiwa hivi, haufai kutembea hivi, unafaa kukaa hivi, unafaa kula hivi. Baada ya hii unaambiwa kuna stage hivi. Sasa hivi unapata kwamba mafundisho haya si yaoni. Labda mafundisho haya yalikuwa na nini kwa vijana? Yalikuwa, unajua tohara ni initiation. Initiation ni ile mtu anatoka katika umri fulani, katika bracket ya umri fulani, kutenda mambo kwa umri huo, akasonga juu kidogo, majukumu yakaongezeka. Na ndiposa watu walikuwa wanatahiri wakiwa wako miaka 12 mpaka 10, hata wengine 18. Kwa sababu ukishatahiri anaambiwa sasa wewe ushatoa nguo ya mama, kavaa nguo ya baba. Na ujue kuwa kuanzia leo wewe unaweza waachiwa hii boma ukamani. Kama kuna watoto chini yako ukawapanga vizuri, kama kuna mifugo ukaipanga vizuri, ukalinda boma kama mwanaume. Na yale maneno yalikuwa yanaambiwa ewe pako wala kama wamena. Nilisikia wanakuambia hata wakati mwingine wanakupiga kofi. Tumejua kwa hiyo maneno inaingia. Ne bako wale kubuli yangu kuika kwa be. Hapana. Hiyo hayo kabisa. Kufunguliwa ndo vita. No. Yale maneno yana ring, hata hakufula wala kimia anakinga. Kama umefika lakini unakumbuka wakati niliambiwa hii na hii na hii na hii. Bali si abende si amoni. Usiguze. Usiguze kabisa. Kama ni kitu ya mwenyewe ni ya mwenyewe. Kumoyo kule kwa ndebari. Kwa sababu ni ya wenyewe. Sasa maadili kama hiyo ikakosekana lero bantu baira na muosi bitobe ingira Nairobi yone ende Kisumu niyo baliyo no mwana onabuza endelea za kukona munju nende mama akona muziti inafaa hiyo simba. Sasa yeye hata kujua hiyo process ilikuwa ya nini. Yeye kujua hiyo process ilikuwa ya nini, na inaletanga shida tumoacha kwamba mtu anafikia wakati wa kuoa sasa. Na akikosana na bibi anaenda kumshtaki kwa mama yake, na mama yake anasema mwana wase konda kusoma kuno ukajakuha no kutakula huira. So rundi mama aiwe swali na bana bazole tukuni hizo bangarata, yani si ni watoto wamesoma kama wanaume. Hapana, amekosana na bibi anaenda kumshtaki kwa mama yake. Mama yake anamwambia na amekupea ukakula, ati hata hajanipenda, amenianza tu na maneno kula hapa na ulale uende ulale. Makosa sana. Na tunapoangazia mambo haya pia unaangalia kwamba yana umuhimu mkubwa na vile ambavyo unaelezea, kwa sababu najua tohara ilikuwa ni kitu kikubwa sana katika jamii hasa sana hata pia wa Afrika. Unapata kwamba kwa sababu jamii nyingi zinafanya, unapoangalia jamii za Kenya nyingi wanafanya tohara, na tohara hiyo ilikuwa inakutoa katika udogo inakuleta katika hali hii. Na unapoangalia sasa katika jamii ya Kiafrika ama Luhya community kitambo kile, ilikuwa ni kwamba lazima watoto walikuwa wanapiga zile. Sasa zilikuwa na umaana gani katika kupiga, kuenda sijui kwa mjomba, sijui kuenda kwa nani, kufanya nini, kutembea? Unajua walitembea barabara sana wengi, lakini siku hizi sioni wakitembea. Unajua hata sisi, mimi nakumbuka sana, tuliwahi potea sana. Kuna siku tulifuata mpaka nikaenda sehemu ya Endebess. Mimi sikujua ni Endebess. Na unajua nimetoka sehemu ya Kinyoro ama tuseme Kitale hii, umetembea kwa mguu na unajua ni saa 12. Sasa inafaa uanze kurudi. Tuliwahi fika nyumbani sisi kama ni mapema sana saa 9 usiku, lakini si kwa njia nyingine, tulipotea. Sasa sijui ilikuwa na maana gani huo pia kwa vijana ama kwa wale ambao walikuwa wanapitia. Kwanza ilikuwa ile kupiga hizo chuma zenyewe na ile kupitisha katika hiyo mambo ni ya kukuhade. Ni kukuhade. Unajua kupiga usiku mzima hiyo ni kama kufanya mazoezi the whole night. Sasa lakini kwa mambo ya ukoo, unajua pia watu walikuwa wanatumia hiyo nafasi kureconnect. Ubonanga kumwe nyamulala kuliano kwa
kwa huminya balomamba no mwamira mwanjire mirani wasimiyuma kana ne mwama umuja abachora venye mnaenda mkienda mulalie kwa mtu fulani mkiamka asubuhi muende kwa mtu fulani muende kwa mtu fulani muende kwa mtu fulani wale ni watu ambao ni relatives na close friends wenye una connect nao watoto wakati mtoto hata atakuwa mkubwa atajua nilienda kwa fulani wakanishikia kuku unajua hiyo connection haisha bana omwana fulani kecha kalanga banyo levuti mpaka kuche hata kama mpata shida hata kama ni cherengani lazima tuende kwa sababu hiyo mtoto so ilikuwa inaleta ile family ties lakini sasa family ties ziko hapo na mwenye wale cherengani sasa hizi kukutana ni kwa matanga na kila mtu wako na wanazikanga kama kila mtu ameenda hata ukumbuki jina so ilikuwa na maana kubwa sana kuwa for one huyu mtoto mwenye anatairi ahade wa muhade ni kidogo atoke katika ile sasa utoto ya kulilia mama na nini kitu ya pili ajue watu wa familia watu wa ukoo Busiavuri unajua familia yenu iko Mayanja hata kama sikumbuki vizuri lakini kwa mtoto tuliwahi enda huko hiyo connection haipotei na wacha nikwambie kitu kingine even vile tumekuwa wakubwa ukirealize relative mwenye huwa mnaongea sana ni ule mwenye mliwahi connect mkiwa wadogo kweli ni kweli kabisa lakini tu ule mwenye mnakuwa wakubwa anapokuambia ni cousin yako hakunanga connection lakini ule mliwahi cheza na yeye mkiwa wadogo mliwahi soma na yeye mkiwa wadogo na relative because hata mkikutana mkiwa wakubwa you have stories kidogo za flashback ukumbuka wakati unakorobanga na mbale muluche na hiyo story ina rejuvenate hata kama umeoa unaambia huyu sasa tumelelewa na yeye hata kutairi tulisimama na so heshima inakuwa waone na hata unajua mtu ambaye mmetairi naye nilikuwa naona pia kuna heshima fulani kabisa bako heshima ni balomo kaziwa bako oyusile simbo kabisa apana esimbo niyo nyomukana kanangata okele kolomo ali mulamwa na kubolele nani okhabirezi imbo ino acheita kobola munju mo rudi kwako na kwa watoto naho okhabirezi imbo ino nge kobolei kubana bone ndo musamulo bakokiwo hiyo heshima inakuwa sana kini sasa siku hizi hata bakoki jana nge bakayane ndo muhazi ewe niyo bukoro muhazi jana unaona sasa kuendelea kukusaidia na tunaharibu na nafikiri kando pia unapoangalia baadhi ya tamaduni hizi na nafikiri wewe pia umekuwa unaangalia baadhi ya kuna jamaa fulani ambaye anaitwa Alvin pia anasikiliza amekuwa ananiambia kwamba anafuatizia Alvin Kusimba kutoka Nyasi na kuna mmoja ambaye alikuwa anauliza kwamba unapoangalia katika tamaduni zetu kuna baadhi ya vyakula ambazo sisi tulikuwa tunatumia lakini unapata kwamba sasa hivi kwa sababu ya maisha kuenda tunaviacha labda hivi pia vyakula na baadhi ya vitu ambavyo vilitumika unajua kitambo kile nakumbuka sana mama yangu mara nyingi huwa naona anasema kuna miti fulani unajua wao wako wanaenda hospitali unaona anakuambia kuna miti fulani ukitumia hiyo miti itakusaidia ukitumia hiyo miti kama kwa mfano kuna baadhi ya mama unaambia wakati kina mama wamejifungua wanakuambia kuna miti fulani ukitumia si lazima uende lakini unapata kwamba kwa sababu sisi tumeacha iwe ni kwa dawa zile iwe ni kwa vyakula mpaka tumeingia katika vitu ambavyo sasa hivi unapata magonjwa yamekuwa ni mengi kwa sababu tunakula mchele tunakula sijui indomie sijui nini lakini kitambo mimi sikuwa iona labda hivi vyakula vya kitambo vilikuwa na umuhimu gani hivi vyakula wale wazee walijua unajua njaa pia haikuwa sana because vyakula vingine vilikuwa vinaweza kaa kwa muda mrefu sana kwa mfano miogo ambayo imekaushwa ile ilikuwa inasiagwa unajua hiyo miogo bora imekaushwa na imekauka vizuri ingekaa hata kwa store hata miaka 2 na halafu kuna chakula zingine kama millet kama emba bayo kama emba sakaela haiwezi wakati umepanda mingi ukivuna zinamea tena so unapata continuity ya chakula ilikuwa na ni chakula ya nguvu kwa sababu hiyo wakati umeharvest umeziweka kwa nyumba ukiendelea kukula hizi zinamea peke yake so zilikuwa ni chakula za nguvu wimbi hizi simu zilikuwa ni chakula ambazo zilikuwa zinafanya watoto
wanakuwa na afya nzuri. Huwezi kuombea vitu kama hiyo na Indomie na spaghetti yenye watu wanakula, zimekuwa refined kabisa. Ni za kujaza tumbo na kukufanya uendelee kusonga. So unapata hizo chakula ambazo watu walikuwa wanakula hiyo kitambo. Wewe hata ile siku za kitambo hizo huko unaona ati watoto wanagonjeka kwa sababu ne bagende ihuru ujine baje hafu balia busangula balia kimisemwa balia kama komosi balia kama huyu. Na hizo vitu ni medicinal. Onyora bomwana seke yakarabuza takali ile bukarambi. It is herbs. Ni dawa. Ni dawa ambayo ilikuwa inafanya watu. Unapata mtoto ni ako very healthy. Huyu mtoto hajawahi enda hospitali. Lakini leo baba mpaka mtoto mdogo wa miaka 2 ako na kansa. Kansa ilitoka wapi? Mtoto mdogo ako na heart disease. And I believe God is very perfect. Mwana sanya yebula sababu mwana mutiti akona diagonise. So hizo vitu hizo chakula tuliziondokea. Haya, naye vile population inaendelea kugrow, misitu zikapungua. Zile miti zenye zikwanga huko mtoni ukitembea saa hiyo walikata wakachoma makaa zote. So unapata hizi vitu. No jana Nairobi na ukenda hukiro kunyora ba chimbunwe kidogo na mnaiba huku siemie. Baada kane artificial watu azikai natural. Ifo kwa butangaza muchembe ino nenda rumano holia chimbunwe kabisa. Umwana kameo kalile kama huyinda yo mirali sasa. Lakini sasa hii ni shida. Imekuwa tabu. So unless mimi nilikuwa na suggestion that as much as hatuwezi rudisha hizi vitu zote, kuna njia ambayo tunaweza kujaribu kurudisha. Na ile njia ambayo tungejaribu kurudisha, tungekopi wa Maragoli. Wa Maragoli on 26th wanakuanga na cultural day. Na imekuwa very consistent. Inakuanga every 26th of December. Sasa ile kitu Waluya wangekopi. Hizi kaunti zote za Waluya wangesema every 26th. Trans Nzoia watu wanakutana, Busia watu wanakutana, Vihiga watu wanakutana, Kakamega watu wanakutana, Bungoma watu wanakutana. And then they have a message. That they have a message to pass across. The message that is passed here ndio yenye nasema Bungoma, ndio yenye nasema wanasema sasa hii ni mwaka ya kutahiri. Na tunaomba hivi. Period za kutahirisha watoto zianze between tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Nyinyi wote. Ikifika Disemba kutoka Chondoni watoto watafanya kutoka tarehe fulani mpaka tarehe. So that something that is being done in Cherengani inafanyika Budalangi same. Ile kitu ambayo iko inafanyika Endebess inafanyika huko Sabatia. Sasa hapo tutakuwa tumeanza kuenda vizuri. Tutakuwa tumeenda vizuri. Na kukuwe na wazee wenye zao wanaheshimika. Luya elders bali kwa nende Luya wanajua kufundisha na ile kusema tunatosheka na hiki. Sio wale wenye mimi nikienda leo nikitoa kitu kidogo wanasema Dalton amekuwa bukuso elder. Oyu ni mwana ino koli. Ngoku ndirundi achayo atasa hokumuhono kukira kwaze bali basi ino kwarera hokumuho. Ngoku ndikamile ile bali nono ino na ekoli. Sasa kunaleta confusion sana. And you see hata Luya unity it is very elusive kwa sababu hakuna venye sisi huku tutakuwa tunatahirisha mwezi wa 8, mwingine alitahirisha Februari. Alafu mseme eti mko kimoja. Hakuna. Because mkiseti ati kutahiri tunatahirisha watoto kuanzia tarehe 2 August mpaka tarehe 9 September. Unajua hii group yote at one point wakikutana watasikia wewe ulitahiri tarehe ngapi? Mimi ulitahiri tarehe 8 mwezi wa 8. Mwingine huyo alitahiri hivyo unapata wana bond. Sema huyu sasa ni bako. So you will find utapata they have similarity. Lakini kengira February. Kengira November there is a lot of confusion. So tunaweza rudisha kidogo. Mara holome holi basi. Hokhaka huenja bintu bisili okubyala ho mujigade Jeff okubyala ho Karambi okubyala ho Busangula. These trees are there kabisa. Tukitafuta tutapata, zitapatikana na watoto wajue umuhimu yake.
Ndalia busangura, it is bitter. Na hiyo ni dawa kabisa. Bwana nyama ya mbuzi it is expensive kwa nini? Sana na sijui ati ni tamu sana. Inachanganya herbs. Imekula huko. Yako jindulangura yali yako bino so those herbs zinafanya hiyo nyama. Sababu sijawahi ona mbuzi akitibiwa. Anapelekwa hospitali kuja kudiwama. Yeye mwenyewe anachanganya hizo herbs mpaka maziwa yake sasa inakuwa hata ni dawa. Bali nyao kama vile na unajua unanikumbusha kwa sababu pia pale nyuma nakumbuka sana hata sisi tungetamani nyama. Unajua wakati tumetamani nyama sana, uliona kama ni nyama yetu ile wale wazee wetu wangeikausha vizuri, na pia kama tungehitaji tena nyama nyingine nilikuwa naangalia unajua tulikuwa wanaona kina mama wanaenda kuna samaki ambayo ilikuwa imekauka. Sasa wanatoa pale vitu zingine zile na wanaleta tunakausha vizuri. Hizo vitu tulikula ilikuwa inatengeneza chakula mzuri, ilikuwa inaitwa masivili. Wanaweka vizuri, lakini saa hizi ya bia sasa ziko hizo vitu zilikuwa zinapatikana. Unajua hizo ni full protein. Yote vile unaiona hivi. Ni protein peke yake. Either imekaushwa ama haijakaushwa, ni protein. Na hizo vitu zilikuwa zinapatikana kwa manyumba za nyasi. Na kwa boma penye ng'ombe zinalala. Ama pale kwa magumbia lakini sasa siku hizi kumeharibu kwa sababu pale penye ng'ombe zinalala bado tuna spray herbicides, acaricides. Hizi madawa za ng'ombe za tick. So unapata hizo wadudu hawawezi wakasurvive pale. Na nyumba za nyasi nazo zikapungua pia zikawa lakini ni vitu ambazo zilikuwa ni proteins na wale walijua zilikuwa zinasaidia sana. Naona leo kama sisi tunasoma tu kwa vitabu na kwa YouTube. Na labda unapoangalia kwa sababu wakati ambapo pia tunasonga na pia msikilizaji tutakuwa tunakushirikisha pia na wewe uweze kusema nasi. Yupo Dalton Hamala ambaye anatuelezea masuala haya msikilizaji, tamaduni zetu, tumetoka wapi, tunakwenda wapi na mbona tumepotea, na ni nini ambayo tunafaa kufanya ile kwamba pia kuzikumbuka baadhi za tamaduni hizi zisisahaulike, kwa sababu mimi najua kwamba vizazi ambavyo tunaenda kwanza hii ya Gen Z utapata kwamba tutasahau kila kitu, tutaacha kila kitu na hata itakuwa ni vigumu kukumbuka. Na najua kwamba tunapomalizia pia atatupigia hiyo ngano moja. Unajua ulisema kuna moja ya majitu, mimi nakumbuka tulitishwa siku nyingine tulikuwa tunaambiwa hata wachawi nje walikuwa wakipita, unaambiwa kuna wachawi sijui wanafanya nini. Sasa haungetoka, acha tusikie huyu pia msikilizaji kwanza ndio tuendelee. Radio Simba, hello. Anaitwa mama yao. Karibu sana mgeni yupo hapa anaitwa Dalton Hamala. Swaswa mama yao. Kabisa. Yes. 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 Kupotea. Vizuri kweli. Oh, na kalitairi. Akajui. Kabisa.
Thank you so much. Na anasema kitu kwa sababu unapata labda watoto ametahiri kama ni katoto kadogo. Sasa unapata kwamba hata hajui nini kilifanyika. Hata labda baada anaoshwa na mama, lakini unajua ilikuwa ukitahiri wewe ni mtu mkubwa unajielewa. Na hata kuna baadhi ya mambo unajua. Ndiye anasema kwamba kuna mwingine anaweza kuwa alitahiri, anaona wengine wamefunga wanapiga. Naye pia anazifunga kwa sababu hajui kama alitahiri, hajui kama kabisa alipita. Kwa hivyo ni vizuri pia kufanya kama watu wamekomaa, na unajua ilikuwa inafanyika katika nafasi hiyo. Na nafikiri ukizungumzia hilo pia na mengine ambayo unaona katika tamaduni ambazo sisi kama jamii tumeyaacha, ni yapi haya ambayo tumeyaacha na pia nafaa tuweze kuyakumbuka? Kwanza wacha nitoe ushauri kidogo kwa wale wanaume ambao wamezaa watoto nje. Ama labda we ni mama na we ni single mother, ulizaa na mtu ambaye labda si bwana yako, hatuwezi tukakujaji. Lakini sinzi imefika wakati wa kutahirisha watoto, mama imwakabea babana mwabene tabu. Tafuta baba ya huyo mtoto ama relatives. Mwambie mimi niko na kijana yenu amefika miaka 10 na anataka atahiri. Yes. No wewe bulana umuhane cha cooperate at least on this one. Kuliyama wewe mbuzi ya habe nditi mkhebo umwa. Hii mambo ya kuenda kutahirisha tu watoto kiolela inatupea generation ambayo ni mbaya. Sasa ndimba mina anandi singiro siyekwesha basa. Ivo bantu kuli straight no kobole nyuma kuba chuma ba mainana munayo sema wametabakana abo bali hoka kai generation imbi yangira kuba kolongolo ba enyweyo ewahane hano ndio huko mbele. Munaendanga tu munatahiri na mnaanza kugoogle hii kitahiri yenu inaitwaje, wanja huo walizomukana na hata bukana na jana somanya. So nataka kuwasi wale watu ambao wamezaa na wasichana huku nje na wasichana wenye wamezaa na watu na wakai pamoja, at least on this one cooperate, because kwa sababu ya mtoto na future yake. Mtoto pia ata appreciate, atasema mimi wakati nitaka kutahiri walituma ngo yangu akakuja akanipeleka, ama ni wale baba yangu alikuja akanipeleka. Hiyo tu mtoto hata saa kabisa. Lakini mwana bacha kuhebera seyo hata unakutana zinakuwa ni confusion sana. Hizi vitu tukizineglect baadaye matukio yake huwa si mazuri. Asante sana. Na unapoangalia labda katika jamii hii na katika jamii labda yale ambayo yanahitajika, yale ambayo huenda tumeyasahau, nafikiri unapoangalia katika vile ambavyo tunasonga, labda kila ambacho tumesahau unapokiweka vizuri, ile kwamba tuweze kujua kwamba kama jamii mila zetu na tamaduni zetu zina umuhimu sana. Karibu sana. Ile ambayo tumeipuuzilia mbali sana ama tumeisahau ni pale mahali pa ndoa. Unaona hapo mahali pa ndoa, tumepuuzilia kidogo kwa sababu ya utandawazi. Mtu atakutana na msichana huko mjini penye wanaishi huko Eldoret, anaoa na yeye unapata wameshafikisha watoto wawili. Huyu msichana hajawahi fika kwa kina huyu. Hakuna mtu anamjua. Huko nyumbani wanasikianga tu ndugu yetu huko mjini alioa. Ama wanaona mapicha kwa Facebook. Paka mumepost watu. Hizi vitu, let's build a strong foundation from the beginning. Unaona? Ukianza kujenga mambo ya ndoa, anza na kujenga msingi mzuri. Because sasa kama huyu jamaa kama ni rafiki tu wa kukutembeza na kukununulia shawarma ukikula ni sawa. Lakini if you are planning kusettle pamoja na yeye, vitu ziende kwa utaratibu. Upendo isiwadanganye. Kwa sababu upendo inakuanga ignition ya kuwasha gari iende. After gari imewaka inahitaji mafuta. Unaona? So hii mambo limepuuzwa sana. Mimi nishakutana na watu wengi sana wakati amewachwa sasa na bwana yake na watoto wawili, ndio unasikia unamuuliza nao kwa kina huyo bwana ushawaenda, anasema hapana, na niambianga tukao ni webuye wapi? Watoto utapeleka wapi? Watoto wanafika teenagers wanaanza kurebel, wanakalia mama ngumu, wanataka baba yao ako kwao ni wapi? Na mzee labda aliretire akatoka huko akakuacha na watoto. So
ile swala la kuoa tusilichukulie tu hivi kwa sababu ya upendo. Nimempenda, sinakaa naye, si mimi ni mtu mzima, sinaweza my choice, najielewa. The consequences huwa zinakuja baadaye. So tufanye utaratibu. Nenda kwa kina jamaa, ujue huko. Ujue huyu bwana kwao ni hapa, watu wao ni hawa. Uende kwa kina msichana, msichana wajue pia huyu kwa kina huyu msichana ni hapa na hapa na hapa. Onyawabizi omukhana khane wawe babina okhachakho etasomanyeta nololi byana byanja khukutana musirone bine biswanana nonashanga na interview ilitoka wapi ilitoka wabona. Yes. So vitu zingine ni muhimu sana kujua kwa sababu wacha nikwambie Stuma, sometimes katika hizi mambo za ndoa huwa watu wanakuja kuoana na unakuja kupata kuwa labda hata ni blood group moja ni O na ni O. So wakipata huyu mtoto anakuwa ni mdhaifu kiafya. Unaona? Yes. So wakati mwingine pia ni vizuri kujua msichana ametoka wapi, kwao ni wapi, kina nani. Ni watu ambao wanajua Mungu kiasi. Ni watu ambao wanadhamini mambo ya masomo kidogo. Yes. Sikio jawabi isiyokuwa ni ngomwezi ya chisendu ilabane sukuru na anaenda kutengeneza makucha. Na wewe sasa hauko. Wewe umeenda shughuli zako. Wewe uko kwa vya viachile mkinda kate. Ane video. Sasa si wewe utakuja jioni. Mama amepiga mngaro na pesa yake kwa ameenda. Because the foundation yake labda penya ametoka hawajavali masomo ama hata labda ni mwanaume. Penya ametoka wao waliona kuwa masomo si muhimu. Sasa wakati mama anang'ang'ana kutafuta pesa mtoto aende shule, mzee na yeye haoni faida. Abrasia Mungu uliwa na anakuja anakuwa mkali kabisa. Sasa utafanya nini? Asante. Na nafikiri maswali ni mengi na muda nao inaenda lakini tunapomalizia tuna dakika 5 peke yake. Unajua inafaa utupe hadithi moja ili watu wakumbuke. Naona wanasikiliza. Bado tupo tuna Kisembe na anasikiliza vizuri sana. Naambia kwamba nawasikiliza sana. Nasema kwamba mnaendelea vizuri. Yupo tu. Alafu pia nimekwisha muona huyu anaitwa Dan Wafula kutoka pande za Kinyoro. Anasema kwamba nawafuatilia vizuri, asante sana. Kuna huyu anaitwa Pastor Sitati kutoka pande zile za Mahele pia. Anasema kwamba yupo na sisi anafuatizia. Alafu nimemuona huyu anaitwa Oliver Ogora anatoka hapa Mitume. Anasema ninawanyola vulai. Thank you so much. Labda mmoja hiyo tunapoelekea kumalizia. Wewe ulishawaisikia wimbo ilikuwa inaimba wanangaliwa kulecho amenyile mukisumu niye wa mulile esepebe esekongo. Unasema esepebe esekongo esepebe esekongo unajua kitu inamaanisha? Inamaanisha mimi simo, mimi hainihusu. Esepebe esekongo yani uikane kukekane kumusango. Hii ilikuwa inasemekana kuwa kuna jitu ilikuja ikakula msichana fulani na ndugu yake akaamua kuenda ku revenge. Sasa akaenda katika ile kambi ya majitu. Unaona? Sasa katika ile jitu yenye alikuwa anakutana nayo inajitoa ndani. Inasema sio mimi, mwenye alimkula anaitwa wanangaliwa kulecho amenyile mukisumu niye wa mulile esepele esekongo. So funzo ni mtoto wa kiume kama umezaliwa na wasichana ambaye ni wadogo nyuma yako, you need to take care of them mpaka ni responsibility yako, kwa sababu first born alikuwa lazima achunge wenzake. Lazima ujue kuwa hao watoto hata kabla mimi nivae mzuri niende kwa shule nao wanaenda aje. Wewe ulikuwa unaona tukienda shule unatetea wasichana wenu sana. Mtu hawezi kuwafanyia mchezo na hata kama umeenda michezo hapa St. Joseph na sisi ni watu wa big tree tumekuja huko. Mtoto yeyote mdogo mwenye amevaa uniform ya kwenu ako under you. Na kisha tu mnamchunga. So long as amevaa uniform yenu, amekuwa ni mtoto wenu. Hata mwezi muacha. Mnasema na huyu mtoto hata umujui kwa shule. Lakini huyu mtoto anabaki nyuma ako na nani? So hizo ngano zilikuwa zinatufundisha vitu kama hizo. That to whom much is given, much is also expected from them. You are not a firstborn.
born for nothing. Kweli. Ama you are not elderly for nothing. Lazima uonyeshe kuwa even the absence of parents, you can take care of your siblings. Na hiyo hivyo the siblings pia wanakuheshimu. Wanajua in the absence of baba yetu, this guy is there. He can give guidance. Anaweza kupeana. Na nafikiri mwisho kabisa Dalton, dakika ni 3 hizi lakini tutazitumia vizuri. Yes. Unapoangalia tamaduni za Kiafrika, kuna mmoja ambaye ameuliza kwamba labda unapolinganisha, acha nilione tu hili swali mbio ili ya kwamba uweze kuliunganisha mara moja. Anasema kwamba leo hii unapoangalia hizi tamaduni za Afrika ama tamaduni hizi, unaweza kuzilinganisha namna gani na siasa za wakati huu? Yaani unapoangalia juu ya tamaduni hizi na siasa za wakati huu zinaingianaje? Na mawaidha ambayo unaweza toa tu kwa hizi dakika. Mawaidha ambayo inaweza toa ni hivi. Katika jamii za Waafrika, tukisoma historia, kulikuwa na jamii ambazo zilikuwa na kings. Kama Waluhya kwa mfano. Yes. Kulikuwa na jamii zingine ambazo hazikuanga na kings. Zilikuanga na prophets, akina Lwanda Magere, maprophets wengine. Kuna jamii zingine zenye sio za uongozi. Mubera aho buzamu mudua hata mbabu kusoma. Kilimo chihoro chindala. Baba sabakimba namwe bahebi namwe bafumu wabone. Lakini kilimo chihoro ncho nololerera buruki bwabamo. You know, leadership is totally different. Esende nandi ile kuenda kwa TV ama kwa radio, eloquence doesn't equate to leadership. Leadership is totally different. So kwa sababu ya excitement na pesa na nini, watu wakachagua mtu bila kuangalia background. Kuna jamii haiwezi. Kuna hiyo community haiwezi. Abo baba bafu munamwe bangozi. Omanyire wa ulaka umungozi bali manyu muhorarwa. Nasikia. Wa muri. Bere banyu esisi havu kuza chikorogoro chine. Nebona ko mundu nakenda. Na musha. Havu nebona ko mundu nakenda nende bikere bibiri che havuza. Bali manyu bali hafine na chehanga. Nekane halo zino hamumonye kali bahoreke. Kali hafu yiba kiwele busa. Mara benyire wiche bahorebe bali hafida chehanga. Busa yani ng'ombe imekunywa busa. Ikiona mtu akitembea na miguu mbili inacheka kabisa na nafikiri neno lako la mwisho Dalton, muda umekwenda na pia maswali yamekuwa ni mengi lakini mengine tutatengea muda. Nitarudi. Neno langu la mwisho ni kuwa kitu ya muhimu sana. Wacha tuweke tu ile tamaduni zetu za kuheshimu watu ambao wametuzidi umri na kuheshimu viongozi ambao waliopo. Hata kama ni wa siasa, hata kama humpendi, muheshimu kwa wakati wake. Muheshimu kwa wakati wake kwa sababu yeye ndio aliyopo. Asante sana msikilizaji. Ni Dalton Hamala amezungumzia masuala ya kitamaduni. Tumeangalia